Katika baadhi ya jamii nchini Kenya, tohara ya wasichana bado hufanyika kama sehemu ya mila za tamaduni. Wanaoiunga mkono huihusisha na utu uzima na heshima ya familia. Lakini kwa maelfu ya wasichana, mila hii huacha majeraha yanayodumu maisha yote. Amina si jina lake halisi. Alikuwa na miaka 13 alipofanyiwa tohara. Nilikumbuka siku ile kama jana. Niliambiwa nilikuwa na kwa mwanamke. Sikupewa nafasi ya kuuliza maswali. Nilikuwa na hofu sana. Baada ya kukatwa, nilipata maumivu makali na sikuweza kutembea vizuri kwa siku nyingi. Hadithi ya Amina inafanana na za manusura wengi. Wengi wao husimulia maumivu makali wakati wa zoezi lenyewe na mateso yanayofuata baadaye. Shirika la Afya Duniani linaeleza kuwa tohara ya wasichana ni kuondolewa au kujeruhiwa kwa sehemu za siri za mwanamke kwa sababu zisizo za kitabibu. Wataalamu wa afya wanasisitiza kuwa zoezi hilo halina manufaa yoyote ya kiafya. Badala yake linaweza kusababishwa kutokwa damu nyingi, maambukizi, matatizo ya kukojoa na hata changamoto wakati wa kujifungua. Nilipokuwa mkubwa, nilianza kuelewa madhara yake. Nilikuwa na maumivu hata wakati wa hedhi. Nilihisi kama kuna kitu nilinyang'anywa bila idhini yangu. Lakini si majeraha ya mwili pekee yanayobaki. Tafiti zinaonyesha kuwa manusura wengi hupitia msongo wa mawazo, huzuni, wasiwasi na wakati mwingine athari za kiwewe zinazodumu kwa miaka mingi. Kwa baadhi ya wasichana, tohara huwa mwanzo wa mwisho wa elimu yao. Baada ya kukatwa, wengine hulazimishwa kuolewa mapema na kuacha shule kabisa. Hali hii hupunguza nafasi zao za kujitegemea kiuchumi na kutimiza ndoto zao. Niliwahi kufikiria kuacha shule kwa sababu nilihisi nimebadilishwa maisha yangu yote. Lakini nilipata watu walinitia moyo kuendelea. Nchini Kenya, sheria inapiga marufuku tohara ya wasichana. Hata hivyo, watetezi wa haki za watoto wanasema mila hiyo bado hufanyika kwa siri katika baadhi ya maeneo. Wengine huvushwa mipaka au kufanyiwa na wahudumu wa afya kinyume cha maadili ya taaluma yao. Leo Amina ni mmoja wa manusura wanaozungumza waziwazi ili kulinda wasichana wengine. Ningependa wasichana wajue kwa dhamana yao haitokani na tohara. Wana haki ya kukua salama, kupata elimu na kufanya maamuzi kuhusu miili yao. Kadri Kenya na dunia zinavyoendelea kupambana na mila hii, sauti za manusura kama Amina zinaendelea kusikika. Sauti zinazokumbusha jamii kuwa nyuma ya kila takwimu kuna maisha ya mtoto wa kike, ndoto zake na mustakabali wake. Je, ni kwa kiwango gani jamii zimejitayarisha kuachana na mila zinazowaumiza watoto wa kike? Na ni hatua gani zaidi zinahitajika kuhakikisha kila msichana anakuwa salama na kwa heshima? Mimi ni Andrew Riando, makala Tohara kwa Wasichana.